kwenye sehemu ya mema pia kuna mengine yanakuwa na changamoto huwa haziwezi kukosekana kutokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kata yangu kwenye kijiji cha Mshewe kuna kahawa mwananchi alikuwa ameshapanda na imeshazaa vizuri kabisa, na ile kahawa haina uwezo wa kufika kwenye nyaya. Sasa nitaka nisaidie sababu ya kuikata ile kahawa ikiwa haina uwezo wa kufika kwenye nyaya ni nini? Kwa sababu nguzo ni ndefu wala haziendani kabisa na kahawa. Kwenye kata yangu ni miongoni mwa vitongoji 15 ambavyo vilinufaika na hiyo huduma ya umeme, na miundombinu ilishatengenezwa muda mrefu. Ni lini umeme utawashwa kwenye kitongoji cha Igawilo, kata ya Igawilo? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye utekelezaji wetu wa miradi hii ya umeme vijijini tunakumbana na changamoto moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto hiyo ni hujuma kwenye miundombinu ya umeme inayotokana na wizi wa vifaa vinavyoitwa kopa na electrode vinavyotumika kulinda transformer. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia baraza lako hili ni waombe Mheshimiwa madiwani waendelee kutoa elimu kwa wananchi kulinda miundombinu ya umeme. Kuna baadhi ya maeneo mawili, vitongoji viwili ambao viliathirika moja kwa moja, kitongoji cha Lusungo na Nyina. Kulitokea wizi wa vifaa vinavyolinda transformer. Vifaa hivi vikiibiwa, Mheshimiwa madiwani, inapelekea athari ya moja kwa moja transformer kufa. Na transformer inapokufa ni hasara kubwa kwa shirika, na pia wananchi wanakosa huduma kwa muda mrefu kwa sababu shirika linakuwa linatumia muda kutafuta transformer mbadala. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kifupi naomba kuwasilisha kabisa, kwa sababu hatupati nafasi nzuri ya kukutana nao mara kwa mara zaidi ya kupokea taarifa. Na ukizingatia, ukirejea hotuba ya Mheshimiwa Rais siku ya Mei Mosi, alisema siwezi kuongeza mishahara kwa sababu kuna miundombinu mingi imeharibiwa na mvua za mwaka huu. Kwa serikali inachukua hatua ili kuweza kurekebisha miundombinu hiyo. Lakini kabla sijafunga mkutano, kuna viongozi wetu wameingia ofisi ya mkuu wa wilaya. Nitaomba pia watoe salamu za ofisi hiyo kuhakikisha kwenye maeneo yetu ya kata namna gani tunashirikiana kusimamia. Hapa nimesikia wanazungumza kuhusu wizi wa nyaya, vifaa vya umeme kwa TANESCO. Sasa hii sio kwa TANESCO peke yake, kwenye miradi yetu yote kuna wizi mdogo mdogo. Unapoanza miradi mipya nini, watu wanakwenda wanaiba, lakini wasimamizi wa kwanza ni sisi kwenye maeneo yetu ya kata, ni sisi kwenye maeneo yetu ya mitaa yetu, vijiji vyetu, tukishirikiana na wananchi wetu. Waheshimiwa madiwani, bado mna nafasi kubwa kutumia nafasi zenu. Kama mlipata kula kwa kiasi kikubwa na wanawake wanaokubali, twendeni turudi tufanye mikutano ili kuwashirikisha wananchi ulinzi wa mali zetu, sababu maendeleo yaliyowekwa kule ni kwa ajili yetu sisi na vizazi vyote vijavyo. Ni vema sasa tukashirikiana kuhakikisha maendeleo haya hayaturudishi tena nyuma, tunaendelea kupiga hatua kwenda mbele. Hilo ndio jambo kubwa sana, kwa sababu mimi naamini kwenye kata tukishirikiana, tunajua vijana wote ambao ni tatizo, tunajua vijana wote ambao ni wakorofi. Hivyo ni vema tukakaa nao na kuwaelekeza kwamba kile kilicholetwa pale kwa ajili ya maslahi ya eneo letu, lakini kwa maslahi ya mkoa wetu na wilaya yetu. Hilo ndio jambo kubwa.